Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwa majina naitwa Musa Soa au Daktari Musa. Mimi ni dokta nayetibu kupitia mitishamba pamoja na dua. Leo nakuletea elimu uweze kufahamu maajabu na muujiza wa mti huu unayefahamika kwa jina la mkwakwa. Mti huu una mambo mengi sana na una miujiza mingi sana na una siri nzito zilizojificha ambazo walikuwa wanatumia wazee wetu wa kale. Je, maajabu ya mti wa mkwakwa unayafahamu wewe? Miujiza yake unaifahamu ni ipi? Kama ni mara ya kwanza kuungana nami, naomba usubscribe channel yangu na ubonyeze alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa na tiba ambazo nitakuwa nazitoa. Unaoona hapa, huu ni mti unayefahamika kwa jina la mkwakwa. Kwa yule mtu ambaye anahitaji kutengeneza kinga aidha ya mwili wake au kinga ya nyumba yake, unachotakiwa kufanya wakati wa jua kuchomoza na wakati wa jua kuzama, fika katika mti huu wa mkwakwa, sawa Baada ya hapo, utapofika katika mti huu, hakikisha umekoga na umechukua udhu, piga magoti, tia nia kwa Mwenyezi Mungu. Ya Rabbi, mimi nasumbuka na madhalimu, nasumbuka na wachawi, nasumbuka na uadui, usiku silali, kuna mauzauza, sipati amani. Au ya Rabbi, mimi kila kukicha mwili wangu na maradhi, kikitoka hiki kinakuja hiki, kama sio kwangu basi kwa familia yangu. Ya Rabbi, nahitaji kujiwekea kinga thabiti, ubaya usinifike tena. Mti huu unakuwaga una matunda fulani hivi, kabla hayajaiva yanakuwaga ni ya kijani, yakishaiva baadaye yanakuwa kama ni ya njano, alafu yanadondoka yenyewe. Mti huu wa mkwakwa, chukua yale matunda kama yalivyo, sawa na mabanzi ya mti huu wa mkwakwa yatwange kwa pamoja, upate ule usembe wake, na maanisha upate ule unga wake. Baada ya kupata ule unga, chukua tena na mabanzi, katakata mabanzi, kata vichane vya mabanzi vya mti huu wa mkwakwa viwe 5, sawa Kisha pakaza na maji na ile dawa yako ya unga yenye matunda lidondoka yenyewe na mabanzi haya, pakaza kwa pamoja kwa manuizo maalum. Kisha zindika aidha katika nyumba yako yenye pembe 4, zindika, alafu kile kibanzi cha 5 unaenda kuweka katikati ya mlango. Hakika kwa idhini yake Allah Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hakuna mchawi atakayekuja kuingia katika ngome ya nyumba yako, na akija kwa nia mbaya, kitakachomkuta ndicho ambacho alikuwa anakitafuta, sawa Na pia usembe pia, ukiamua kujichanjia kinga wewe na familia yako, basi familia yako haitologeka tena na mchawi wa aina yoyote. Mti huu na mambo mengi sana wa mkwakwa. Ukihitaji kumhamisha adui, mtu dhalim, pahala anapoishi ahame, yani umpige kiatu ahame na asikumbuke tena kurudi pale katika pahala anapoishi, yani unampiga kiatu, aidha unamsafirisha hata mkoa mwingine. Chukua magome ya mti huu wa mkwakwa, yatwange upate usembe wake, fika kwa adui, tia nia, ya Rabbi, huyu fulani bini fulani ni adui yangu, ananinyima usingizi, ananinyima raha, na mtu huyu amekuwa akinifanyia matukio yenye kuitesa familia yangu pamoja na mimi pia alkadhalika, ananivurugia mipango yangu. Nakuomba ewe Mwenyezi Mungu, Mola Jibril na Mikail na Israfil, kwa idhini yako naomba fulani ahame hapa. Usembe umwage katika eneo la muhusika wa adui, mtu dhalimu unahitaji kumhamisha katika mlango wake, aidha katika uwanja wake, aidha uchanganye na maji umwage, au umwage tu usembe. Hakika atahama katika ile nyumba, atapaona pachungu, patakuwa hapakaliki na hatakuwa na hamu ya kuishi katika hiyo nyumba. Hii ni miujiza na maajabu na siri nzito ya mti wa mkwakwa. Mti huu una mambo mengi sana. Mizizi yake pia ina kazi nyingi sana na inafanya mambo mengi zaidi na zaidi na zaidi na zaidi na zaidi. Kwa yule mtu ambaye amelogeka, anahitaji kutenganisha mizimu michafu katika mwili wake, mapepo machafu katika mwili wake, na maanisha mashetani, ayatenganishe, awe mwili wake uwe msafi, aondoshe mapepo machafu. Chukua hii mizizi ya kutosha, itwange, tumia kukoga wakati wa jua kuchomoza na wakati wa jua kuzama,
tia nia kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hakika kwa idhini yake Allah Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, yale mapepo machafu yatahama katika mwili wako ambayo umetupiwa au uliyavaa barabarani, aidha uliyakanyaga, na ile mizimu michafu ya umaskini itakimbia yenyewe. Tia tu nia kwamba nahitaji kuondosha mizimu michafu katika mwili wangu, mapepo machafu katika mwili wangu, nahitaji niwe huru kama Mungu alivyoniumba. Hakika utaona maajabu ya mti huu ambaye Mwenyezi Mungu ameuwekea. Kwa leo mimi naomba niishie hapa, uridhike na elimu hii ambayo nimekupatia. Unavyoona hapa Daktari Musa ofisini kwangu, kuna kila aina za dawa mbalimbali. Kama unasumbuka na changamoto za mitihani ya kichawi na mitihani ya kishetwani, unahitaji dawa ya kuvunja maagano ya kichawi na ya kishetwani, uwe mtu wa mafanikio, umekuwa ni mtu mwenye kupambana sana katika maisha, unakuwa sio mtu mwenye kufanikiwa, unahitaji dawa za kuvunja hayo maagano, basi kwa Dr. Musa zipo. Na kama unahitaji dawa za mivuto ya biashara, upo na mitihani katika biashara unayoifanya, unahitaji cheo kupitia kazi unayoifanya, unahitaji madaraka, Dr. Musa na kila aina za dawa mbalimbali hapa. Na dawa za mivuto ya mapenzi, na dawa za maradhi mbalimbali. Na pia kama unahitaji pete ya bahati, pete yenye kuendana na ufalme wa nyota yako. Je, unahitaji kumiliki mamilioni ya fedha kama unavyoona Daktari Musa hapa navyomiliki mamilioni ya fedha? Je, unahitaji kujifunza elimu mbalimbali za kiroho, elimu za miti pamoja na mimea yake kwa tiba pamoja na dua? Unahitaji kuwasiliana na mimi Daktari Musa. Usisite kubonyeza namba alama ya jumlisha 255784120592. Na kama ni mara kwa kwanza kuungana nami, naomba usubscribe channel yangu na ubonyeze alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa na tiba ambazo nitakuwa nazitoa. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.